wako ndio ukamilisho pekee ambao unaokikamilisha chochote kile yoyote yule aliyopo, na chochote kile yoyote yule anakufuata jinsi vile wewe ulivyo, ili kupata ukamilisho wake, kuishi na ukamilisho wake. Na huyu ni andiko ninazungumza kuhusu uchumba, sehemu ya 6. Ninapozungumza kuhusu uchumba, ninamaanisha upekee au umaalum wako ambao ni huo mwonekano wako ndio ukamilisho wa kukikamilisha kila mmoja aliyopo, ndio ukamilisho wa kumkamilisha kila mmoja, kila kimoja kilichopo. Na ndio maana kila mmoja, kila kimoja kipo kukufuata wewe jinsi vile wewe ulivyo. Kila mmoja aliyopo anafuata jinsi vile wewe ulivyo, anafuata mapenzi yako wewe yalivyo, anafuata hitaji lako wewe jinsi lilivyo, anafuata muonekano wako wewe jinsi ulivyo, na ndipo kuketi pamoja na wewe uliye ukamilisho wa uwepo wake, ukamilisho wa ukamili wa uwepo wake. Haijalishi ni nani, haijalishi ni kipi, ni taifa, ni kijiji, ni dini, ni baba, ni mama, ni fedha, ni mali, ni sheria, ni kanuni, ni mila, ni desturi, ila kila kitu, kila kimoja kinafuata mwongozo wako, kipo kukufuata jinsi vile wewe ulivyo. Sheria inafuata jinsi wewe ulivyo, inakufuata jinsi vile wewe ulivyo, na sivyo jinsi yenyewe ilivyo. Mume, mke anakufuata jinsi vile wewe ulivyo, na sivyo jinsi yeye alivyo. Taifa, kijiji, fedha, kazi, biashara hauifuati jinsi vile yenyewe ilivyo, ila yenyewe chenyewe mwenyewe ndiye anayekufuata jinsi wewe ulivyo. Sheria inafuata jinsi vile wewe ulivyo. Katiba inafuata jinsi vile wewe ulivyo. Mzazi anafuata jinsi vile wewe ulivyo. Mtoto anafuata jinsi vile wewe ulivyo. Kabila hilo linafuata jinsi vile wewe ulivyo. Taifa hilo linafuata jinsi vile wewe ulivyo. Kwa hiyo yote yapo sawa sawa
na jinsi vile wewe ulivyo, mapenzi yako yalivyo, muonekano wako ulivyo, hitaji lako lilivyo. Kwa jinsi unavyoonekana tu tayari linaonekana hitaji lako. Muonekano unaonekana tayari unatangaza hitaji lako, na kufanya chochote kile, yoyote yule, kanuni yoyote ile, sheria yoyote ile, mila yoyote ile, desturi yoyote ile, kufuata hitaji lako, kufuata jinsi vile wewe ulivyo. Na bila shaka chochote kile, yoyote yule hakufuati tu, ila anakufuata kwa kuwa wewe ndiye uliye ukamilisho wa kumkamilisha, ukamilisho wa kukikamilisha hicho kiwepo katika pumziko, katika hitaji lake. Wewe ndiye ukamilisho wa kukikamilisha hicho kiwepo katika uwepo wake, kiwepo katika hitaji lake, kiwepo katika ukamilisho wake. Ndio maana kinakufuata. Fedha inakufuata jinsi ulivyo, mali zinakufuata jinsi ulivyo, taifa linakufuata jinsi ulivyo, kijiji kinakufuata jinsi ulivyo. Mvua, jua, mashamba, mali, uponyaji, muujiza na kila kitu na kila kimoja, kila mmoja aliyopo au kilichopo, kinachofuata ni jinsi vile wewe ulivyo, ni muonekano huo wako ulio nao, ni hitaji hilo ulio nalo, ni mapenzi yako unayo yataka. Ndio chochote kile, yoyote yule asinge uwepo na wewe, kisinge uwepo na wewe kama wewe sio wa ukamilisho wa kukikamilisha hicho, kama wewe sio hitaji la kukikamilisha hicho kiwe pamoja na wewe, kiwepo katika uwepo wako. Kwa hiyo kanuni na sheria za taifa lako hufuata jinsi vile wewe ulivyo. Ni kitabu cha maandiko, kinafuata jinsi vile wewe ulivyo na sivyo chenyewe kilivyo. Chochote kile kinafuata jinsi vile wewe ulivyo na sivyo chenyewe kilivyo. Kwa kuwa wewe ndiye uliye ukamilisho wa ukamili wake, wewe ndio hitaji la hitaji lake, wewe ndiye ukamili wa ukamilisho wake. Kwa hiyo ulipo wewe ni wa maalumu, wewe ni wa pekee. Haupo tu, ila upo kukikamilisha kila kitu, kila kimoja kilichopo,
kwa kuwa hakuna chochote kilichokamilika pasipo kupita hapo ulipo, pasipo kuwa katika muonekano wa jinsi ulivyo. Hakuna. Kama ilivyo katika ujenzi wa nyumba, kwamba nyumba inakuwa haijakamilika pasipo kupita katika mzunguko wa kila tofali lililopo, wa kila kifaa kilicho katika nyumba hiyo. Ndivyo ilivyo katika uwepo wa chochote. Haujakamilika, haujatosheleza kama haujapita katika muonekano wa uwepo wako, kama haujapita katika umaalum wako, kama haujawa katika hitaji lako, kama haujawa katika hitaji lako, haujakamilika. Ili chochote kiwe katika ukamilisho, ni lazima kipite au kiwe katika hitaji, muonekano, uwepo wa kila kimoja, wa kila mmoja aliyopo. Na hiyo ndiyo maana kuu ya wewe kuwepo, kwamba popote pale ulipo ni lazima kila kitu kifuate muonekano wa jinsi vile wewe ulivyo. Ni lazima kila mmoja awe amefuata hitaji lako. Ni lazima kila mmoja awepo kufuata kutimiza mapenzi yako. Ndio, si shaka popote pale ulipo, wewe upokea uponyaji leo, wewe upokea muujiza leo, kupokea kizazi kipya leo, kupokea viungo vya mwili wako, kupokea watoto, kupokea taifa la pumziko lako, kupokea utajiri, kupokea mafanikio ya uwepo au muonekano wako jinsi ulivyo. Si shaka leo hii kupokea, kwa kuwa unapokea kilicho cha jinsi vile wewe ulivyo kwa uhalisia. Kama vile unavyochukua fedha na kuiweka katika meza ya nyumbani, mwambie kila mmoja achukue saizi yake, achukue ya kiwango chake. Mtoto atachukua silver ya ufahamu wake, kila mmoja atachukua cha jinsi vile alivyo. Ndivyo ilivyo kwako wewe uliye na muonekano huu ulio maalumu, ulio wa pekee, wa ukamilisho, wa kukikamilisha kila kimoja kilichopo katika mzunguko wake, katika maisha yake, katika uwepo wake. Kufuata jinsi vile wewe ulivyo, kufuata hitaji lako lilivyo. Una muonekano wa njaa, kinachokuja hapo ni shibe iliyo sawa sawa na jinsi njaa yako ilivyo.
una kiungo cha mguu mmoja. Kinachofanyika ni mguu mwingine kukaa na wewe kwa jinsi ya kiwango chako. Kwa muujiza, kwa maombi, kwa sala, kwa neno na kwa jinsi hii ya fundisho hili la kutambua na kujua upekee na umaalum wa uwepo wako, kwamba kila mmoja anafuata jinsi vile wewe ulivyo, anafuata muonekano wa jinsi vile wewe ulivyo, na si zaidi wala pungufu ya jinsi ulivyo. Ndio hakuna ambacho kimekamilika. Hakuna chochote kilichopo katika uwepo wako kilichokamilika pasipo kupita na kuwa katika uwepo wa muonekano wako, muonekano wa hitaji lako. Hakuna. Na chochote kile kipo, sheria, kanuni, utaratibu, taifa, kijiji, ndoa, mke, mume, watoto, fedha, dhahabu, almasi, maji, mvua, jua, nyota na kila kimoja na kila mmoja aliyopo, kwa kuwa amefuata jinsi vile ulivyo, amefuata mapenzi yako, hitaji lako la muonekano wako lilivyo. Katika ndoa uko wewe na mumeo, wanafuata hitaji la wewe kuwa na mumeo ni watoto. Kinachofika hapo leo, unapokea watoto, uzao wa watoto wa kiume na wa kike. Ulipo hapo, unahitaji nyumba, muonekano wako unahitaji nyumba, na kufanya nyumba yoyote haijakamilika kama haijakufuata wewe na kukaa wewe, na kufanya vyovyote vile upokee ujenzi wa nyumba. Kwa hiyo chochote ili kikamilike muda wote na kiwepo, ni lazima kikufuate wewe jinsi ulivyo. Ni lazima kifuate ukamilisho wa kukikamilisha. Ni lazima kifuate ukamilisho wake na kiketi pamoja na ukamilisho wake, ukamilisho wa hitaji lake. Wewe ndiye ukamilisho wa kukamilisha kila kimoja kilichopo, wa kukamilisha taifa lako, wa kukamilisha kijiji chako, wa kukamilisha uzao wako, wa kukamilisha mzazi wako, wa kumkamilisha mume wako, baba yako, mke wako, watoto wako, familia yako, dini yako, dhehebu lako, sheria, kanuni, utaratibu, dini na kila kimoja, malaika na kila mmoja aliyopo na kila kimoja kilichopo katika uwepo uliopo, pasipo kujalisha ni wapi.
upo ukamilisho wa kila kimoja ili kiwepo. Upo kukamilisha kila mmoja aliyopo ili awepo. Upo kukamilisha hitaji la kila mmoja ili awepo. Na uwepo wa muonekano wako huu ndio ukamilisho wenyewe wa kumkamilisha kila mmoja aliyopo apate kuwepo. Haijalishi ni nani, haijalishi ni kipi, haijalishi muonekano wake, haijalishi ukubwa wake, lakini kwako ni lazima akufuate, kikufuate jinsi wewe ulivyo, hitaji lako wewe lilivyo, na kisha kuketi pamoja na wewe popote pale ulipo. Umepokea uchumba wa pumziko lako, umepokea hitaji la pumziko lako, umepokea upekee wa pumziko lako, muujiza, uponyaji, utajiri, mafanikio, mazao, chakula, shibe, mashamba, ujenzi, elimu, hekima na kila kitu kilicho cha hitaji, yani muonekano wako ulivyo popote pale ulipo. Umepokea mifupa mipya, umepokea figo mpya, umepokea macho mapya, umepokea viungo vya mwili mpya, umepokea mume, mke, watoto, kizazi cha kwenda kuzaa kabla ya tarehe hii ya mwaka ujao unakuja. Umepokea na kimekuwa kwako hapo popote ulipo. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya 6. Usikose sehemu zote zinazofuata na zilizopo katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Antikunyo. Sheria, kanuni zinakufuata jinsi wewe ulivyo na huzifuati jinsi zenyewe zilivyo. Utaratibu, mke, mume, watoto na kila kimoja kinakufuata jinsi vile wewe ulivyo na sivyo jinsi chenyewe au yeye alivyo. Na wewe muonekano wa jinsi ulivyo katika uwepo huo ndio ulio ukamilisho wa kukikamilisha kila kitu, kila mmoja, kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Umepokea uchumba wa pumziko lako, umepokea umaalum, upekee wa pumziko lako, na umekuwa kwako popote pale ulipo.